wa marehemu Sister Crescencia Paulo Nakalengo mwaka 1958 mpaka 2025. Njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urisini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Injili ya Mathayo sura ya 25 aya ya 34. Kuzaliwa na makuzi. Marehemu Sister Crescencia Paulo Nakalengo alizaliwa tarehe 8 Juni mwaka 1958 katika kijiji cha Ivuna, wilaya ya Momba, sasa ni wilaya ya Songwe, mkoa wa Songwe. Kabila lake ni Mnyamwanga. Alikuwa ni mtoto wa kwanza kati ya watoto 11 katika familia ya mzee Paulo Chawere Sikalengo na mama Adolfina Amando Simfukwe. Alipokea sakramenti ya ubatizo mwenye usajili namba LB 18019 katika parokia ya Mkurwe huko Kamsamba, ambako pia alipokea sakramenti ya komunio ya kwanza mwaka 1971 na kipaimara mwaka 1972 katika parokia ya Mkurwe huko Kamsamba. Elimu yake. Marehemu Sister Crescencia alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi Ivuna kuanzia mwaka 1968 hadi 1975. Baadaye aliendelea na mafunzo ya elimu ya kati, shahada ya katekesi katika chuo cha kati huko Gazini, Songea kuanzia mwaka 1995 hadi 1997, ambapo alipata ujuzi na maarifa yaliyomwezesha kuhudumu vizuri katika maisha yake ya kitawa. Safari ya utawa. Marehemu Sister Crescencia Paulo Nakalengo alitikia wito wa kitawa mwaka 1975 na kuanza maisha ya kitawa rasmi katika shirika la masista wa Maria Malkia wa Mitume Mbeya. Safari yake ya kitawa ilikuwa kama ifuatavyo: upostolati Mlombozi mwaka 1976, unovisi Mlombozi mwaka 1977 hadi 1978, nadhiri za kwanza mwaka 1979, nadhiri za daima mwaka 1987. Katika safari yake ya kitawa, Sister Crescencia Paulo Nakalengo alidumu kwa uaminifu katika wito wake. Aliweza kusherekea jubilei ya maisha ya kitawa tarehe 31 Mei mwaka 2005, ikiwa ni ishara ya shukrani kwa Mungu katika wito wake. Kazi zake za kitume akiwa mtawa. Katika kipindi chote cha maisha yake ya kitawa, Sister Crescencia Paulo Nakalengo alihudumu katika maeneo mbalimbali ya kitume ndani ya Jimbo Katoliki la Mbeya. Majukumu na mahali alipohudumia ni kama ifuatavyo: parokia ya Galula mwaka 1980 alifanya utume kwa kufundisha dini kwa vijana katika shule mbalimbali.
Parokia ya Mbeya mjini, sasa Jimbo Kuu la Mbeya Uaskofuni, mwaka 1981 hadi 1984. Aliendelea kufanya utume kwa kufundisha dini kwa vijana katika shule mbalimbali. Parokia ya Kyela, mwaka 1985 hadi 1986. Aliendelea kutoa elimu ya dini kwa vijana. Parokia ya Mkurwe, mwaka 1987 hadi 1989. Aliendelea kutoa elimu ya dini kwa vijana. Kituo cha malezi Aspiranti Kisa, mwaka 1990 hadi 1991. Aliteuliwa kuwa mlezi mkuu wa nyumba ya malezi. Mlowo Postulanti, mwaka 1992 hadi 1993. Aliteuliwa tena na kuwa mama mlezi wa nyumba ya malezi. Mbeya Hostel, mwaka 1993 hadi 1994. Alihudumia sekrestia ya jimbo. Parokia ya Irembo, mwaka 1998 hadi 1999. Alifanya utume kwa kufundisha dini kwa vijana katika shule mbalimbali. Mlowo Postulanti kwa mara ya pili, mwaka 2000 hadi 2005, akihudumu kama mlezi mkuu wa nyumba ya malezi. Nyumba ya asili Hasamba, kuanzia mwaka 2006 hadi mauti ilipomfika mwaka 2025, akihudumu kama msimamizi wa miradi ya nyumba ya asili kama vile ufugaji na kilimo. Kumbukumbu. Tutamkumbuka mpendwa wetu Sister Crescencia Paulo Nakalengo kwa mengi aliyofanya enzi za uhai wake, akijulikana kwa mambo yafuatayo: moyo wake wa huruma, unyenyekevu, upendo kwa watu na kujitoa kwa ajili ya wengine, hasa katika malezi ya walelewa na utume wa parokia. Kutumia karama yake ya kufundisha katekesi na kulea vijana mbalimbali katika shule mbalimbali. Na hii ndiyo kazi kubwa aliyofanya Sister katika maisha yake. Alikuwa mshauri hodari kwa vijana, mvumilivu katika ugonjwa na huduma kwa watu walioko pembezoni. Kifo chake. Sister Crescencia Paulo Nakalengo alifariki dunia tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2025 saa 9 alasiri, akipatiwa matibabu katika hospitali ya jimbo Igogwe. Maisha yake yalikuwa ni kielelezo cha uaminifu kwa Mungu na upendo kwa watu wote. Ameacha kumbukumbu njema si tu kwa shirika lake, bali pia kwa jumuiya ya waamini aliyowahudumia. Urithi wake mkubwa ni wito alioishi kwa uaminifu, huduma aliyoitoa kwa upendo na alama ya matumaini aliyowaachia waliomfahamu. Shukrani.
Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia zawadi ya Sister Crescencia Paulo na Kalengo. Alifanya kazi yake kwa bidii. Sasa Mungu amempenda na amemwita kwake ili ampumzishe. Tunawashukuru wazazi kwa kumzaa, kumlea, kumwongoza hadi kufikia utawa na kumwombea daima. Tunawashukuru maaskofu, askofu mkuu na msaidizi wake wa Jimbo Kuu la Mbeya kwa msaada wao, si wa maombi tu, bali wa hali na mali kwa kipindi chote cha kumuuguza mpendwa wetu. Tunawashukuru wakubwa wa shirika kwa kumtunza na kumlea mpendwa wetu katika hali na mali kwa wakati wote alipokuwa anahitaji huduma. Tunawashukuru sana madaktari, wauguzi, wafanyakazi wote, mapadre wote wa hospitali ya Jimbo Igogwe kwa huduma mbalimbali mlizozitoa kwa mpendwa wetu kwa jitihada za kujaribu kuokoa maisha yake. Tunawashukuru pia baba wa kiroho, Padre Alois Mamiro, watawa, walei na wengine wote wenye mapenzi mema waliochangia kwa namna moja au nyingine kumhudumia mpendwa wetu Sister Crescencia na Kalengo. Tunawashukuru walezi wa nyumba ya novisiati ya Samba na wanovisi wote kwa kumhudumia mpendwa wetu katika hali ya ugonjwa. Tunawashukuru ndugu wa marehemu Padre Didas Chawere na wadogo zake kwa kumtembelea na kumjulia hali pamoja na kumhudumia kwa namna moja au nyingine mpendwa wetu. Mwisho tunawashukuru ndugu wa marehemu na jamaa wote wenye mapenzi mema mliokuja kumsindikiza mpendwa wetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Sister Crescencia Paulo na Kalengo aliyeyatoa kwa ajili ya wengine kwa uaminifu na unyenyekevu. La ya milele umpe e Bwana, na milele umwangazie, apumzike kwa amani. amen. Imetolewa na shirika la masista wa Maria Malkia wa Mitume wa Mbeya, Israel, mwaka 2025.